Pendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya sadaka ya misa takatifu katika kumwombea mpendwa wetu, ndugu yetu, rafiki yetu na jamaa yetu, zaidi sana baba yetu Revocatus Andrew Kimalio. Tunamwombea ikiwa ni sehemu ya wajibu wetu kama Mkristo kuwaombea wafu. Ni tendo la huruma kwa roho ambalo sisi sote tunaalikwa, kwa sababu wafu kwa sasa hawana nafasi yoyote ya kujitetea mbele za Mungu isipokuwa kwa sala zetu, kwa majitoleo yetu kwa ajili yao, ili kuweza kuombea msamaha katika yale ambayo hawakuyatimiliza vema kadiri ya mapenzi ya Mungu. Katika somo la kwanza ambalo tumelisikia kutoka kitabu cha Mtume Paulo kwa Warumi, anatukumbusha juu ya tumaini tunalolipata kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba yeye licha ya kuwa Mungu alikubali kujishusha kwake na kuwa binadamu kama sisi, ili tu aweze kurejesha uhusiano wetu uliokuwa umepotea, tuweze tena kufanyika kuwa wana wa Mungu, tuweze tena kupata thamani mbele ya Mungu kama watoto wa Mungu watakatifu wapendwao. Na kwa sadaka hiyo ya Kristo ambaye yeye hakuwa na dhambi, alikuwa tayari kuitoa kwa ajili yetu sisi tuliokuwa na dhambi. Vivyo hivyo katika somo hilo tunakumbushwa kwamba katika tumaini ambalo tunalipata kwa Kristo aliyekubali kwa utayari wake, kwa unyenyekevu wake, kuyaachilia maisha yake yaliyokuwa katika hali ya utukufu kwa ajili ya upendo wake kwa wanadamu, nasi pia katika maisha yetu tunakumbushwa kutendeana mema, kupendana na kuthaminiana katika maisha ya hapa duniani, kwani mwaliko ambao Mungu anatupatia sisi sote kama viumbe vyake ni kurejea baada ya maisha hapa duniani, kurejea mbinguni kwa ajili ya kuendelea kusifu na kumtukuza. Hivyo tukiishi kwa kutendeana mema, tukiishi kwa kufuata amri kuu ya mapendo, tutaweza kutimiza sehemu ya wajibu wetu ambayo tunaalikwa tupendane kama Kristo na Baba wanavyopendana. Lakini katika somo la Injili tumesikia habari ya wanawali 10 ambao tumeambiwa 5 kati yao walikuwa wapumbavu na wengine wenye busara. Wapendwa familia ya Mungu, jambo moja linalowaunganisha wanawali hawa, wote waliweza kubeba taa zao. Wote walijua kwamba katika shughuli wanayoiendea itawahitaji kuwa na taa. Kinachowatofautisha ni kwamba wengine walikumbuka, inawezekana kwamba bwana harusi akachelewa, wakakumbuka kubeba mafuta ya akiba. Wengine hawakuona kwamba kuna wakati mazingira yanaweza yakabadilika, kwamba wawe na akiba kwa ajili ya taa zao, ili atakapochelewa waweze kutumia akiba yao. Sisi sote wapendwa tumebatizwa na tunaitwa Wakristo. Lakini kwa kubatizwa kwetu na kufanyika kuwa Wakristo hakutoshi kutufadhilia maisha hayo ya uzima wa milele. Tunapaswa kuweka juhudi, tunapaswa kufanya mazoezi ya maisha yetu ya kiroho, ili wakati wetu unapofika kuondoka hapa duniani tuwe sawa na wale wanawali 5 wenye busara. Wao walikumbuka kuna kazi ya kufanya ili kuweza kuingia pamoja na bwana harusi ukumbini. Bwana harusi wetu ndiye Yesu Kristo, ambaye baada ya maisha yetu ya hapa duniani tunapaswa tufurahi pamoja naye mbinguni. Ili sasa tuweze kuingia katika hayo maisha ya uzima wa milele, tunapaswa kuendeleza mishumaa yetu tuliyopewa, vitambaa vyetu tulivyovikwa katika ubatizo wetu,
viendelee kuangaza na viendelee kung'aa, ili maisha yetu endelee kumpendeza Mwenyezi Mungu kwa kazi zetu njema, kazi ambazo zinabeba jukumu kubwa la upendo, kazi ambazo zinathamini wanadamu wenzetu, kazi ambazo zinatusogeza zaidi karibu na Kristo. Wapendwa, tunaposikia habari ya kifo, kwa hakika mioyo yetu huwa inanyong'onyea, na hakuna anayewaza kwamba itakuwaje siku ya kesho, maisha yataendelea kwa namna gani. Huzuni hutawala mioyo yetu na fikra zetu, lakini Kristo kwa kufufuka kwake ameweza kutushindia hofu juu ya kifo, ameweza kushinda hofu juu ya dhambi. Kumbe tunapopewa tumaini hili na Bwana wetu Yesu Kristo, basi na sisi tulitumie kuchochea maisha yetu ya kiroho kuweza kushinda dhambi na kutengeneza mazingira ambayo yatatufaa kwa ajili ya maisha ya uzima wa milele. Na tumaini hili tunalolipokea si tu kwa ajili ya mpendwa wetu huyu ambaye amekwisha lala, ni kwa ajili ya mimi na wewe ambao bado tu wasafiri hapa duniani. Tunaweza kujifunza nini kwenye kitabu ambacho kimefikia ukurasa wake wa mwisho? Maisha ambayo umeyashuhudia mahali hapa yanatugusa kwa namna gani, ili mimi na wewe kesho na kwenye kesho yetu tuweze kubeba walau kimoja ambacho kitaboresha na kukuza mahusiano yetu na Mungu. Katika visaidizi ambavyo tunaalikwa kuviishi kama Wakristo, mojawapo ni maisha ya sala. Ni mwaliko ambao sisi sote tunaupokea na tunafundishwa na mara kwa mara tunakumbushwa. Tunapoweka mahusiano yetu na Mungu kupitia maisha ya sala, tunamruhusu Mungu apate kutuongoza kwenye maisha yetu, atende kazi zake ndani ya nafsi zetu. Tuombe neema ya Mungu basi kupitia maisha ya mpendwa wetu huyu, tunapoyatafakari na kufikiri zaidi katika maisha yetu sisi ambao tunabaki, tuone kwamba ipo haja ya kuhuisha maisha yetu, kuboresha maisha yetu na kujiandaa zaidi. Tumeambiwa habari ya kukesha. Tukeshe katika sala, tukeshe kwake Bwana wetu Yesu Kristo, tujifunze kwake ili tuweze kupata tumaini na kushindwa kutokata tamaa. Tuwe watu ambao tutakuwa tayari kupambana, kushinda magumu na changamoto mbalimbali. Zamani hofu kubwa ilikuwa ni kuuawa. Ukiamini, zawadi ya imani yako ilikuwa ni kifo. Leo hatuoni watu wengi ambao wanapitia madhulumu ya namna hiyo. Lakini madhulumu ya leo ni kutumia muda wetu mwingi katika mambo ya kidunia, wakati mwingine ni mambo ya kijamii, na wakati mwingine mambo hayo yanatufanya tupoteze hata muda ama kukosa hamu ya kuwa karibu zaidi na Kristo. Shughuli zetu za kijamii, changamoto za kiuchumi, pengine magonjwa na changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo katika maisha yetu ya kila siku. Mwisho wa siku mtu anaweza kusema, nimebanana, siwezi kwenda kanisani, nimebanana, siwezi kutenga muda wangu vizuri kwa ajili ya Kristo ama kwa ajili ya kusali. Lakini ewe mpendwa, tambua, hata ukitolea dakika zako 5 kwa ajili ya Mungu, zina thamani zaidi katika maisha yako ya kiroho kuliko kuwa biza na majukumu kwa kutwa nzima. Tuweke muda wetu vizuri, tutenge muda wetu vizuri, lakini tusikose nafasi ya kujisogeza zaidi kabisa na Kristo. Kwake yeye ndipo tunapoweza kujua kusudio la kuumbwa kwetu na kusudio la mwito wetu na uwepo wetu hapa duniani. Yeye anatuambia kutoka Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 6, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Tunaalikwa wapendwa, tunapoendelea kumwombea mpendwa wetu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake hapa duniani, basi nasi tusogelee zaidi Kristo aweze nasi kutupatia na kutuzawadia huo uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.